Yes.
wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ni siku ingine njema tumekuja mbele za Mungu kusikiliza neno lake. Yeye mwenyewe alisema ambapo wawili watatu wamekusanyika, hata bila wawili watatu, ambapo mtu anaongea na yeye anasikia, kwa sababu anakuwa pamoja nasi kila wakati. Kwa hiyo tukiwa kundi kama hili, yuko pamoja nasi na anafurahi kuzungumza nasi kwa sababu sisi ni watu wake. Tunaendelea na somo letu kuhusu kiwango, tukiwa leo katika somo la 7, kiwango sehemu ya ba. Ni Waefeso 5:17 mpaka 33. Tulikuwa katika kusoma kiwango kile Mungu angetaka tuwe nacho katika imani yetu, tuwe nacho katika uhusiano wetu. Si tumesoma vile alikuwa anaongea na Ibrahimu. Ati Mungu akamtokea Ibrahimu akamwambia. Sasa hivyo ndivyo Mungu angetaka, ya kwamba anazungumza nasi tukiwa na uhusiano wa karibu, ati tukisikia sauti yake tunajua huyo ni Mungu. Na tukiwa hivyo tutakuwa na kiwango kizuri. Tunakumbuka kuhani mkuu aliitwa nani huyu wa kwanza? Kuhani mkuu wa kwanza aliitwa nani? Kuhani mkuu kaka yake Musa, Haruni. Haruni na dada yake akawakafikiri ya kwamba huyu Musa ni kama wao, si ndio? Wakazungumza, sijui vile mazungumzo yalitoka, wakaanza kusema ati kwani Mungu ni Musa tu anaweza kuja kutuambia? Na Mungu akasikia na akakasirika, kwa sababu alichukua tu rahisi Mungu kuzungumza na mtu. Kuna uhusiano ambao unabuniwa na unakuwa mpaka mtu anafika kiwango, Mungu vile anaendelea, kiwango kinakuwa cha juu, ya kwamba Mungu hakuna hata kitu anaweza kufanya bila kukuambia wewe. Si tuliona hivyo kwa Ibrahimu aliposhuka kwenda kuangamiza Sodoma na Gomora, akasema si vizuri huyu bwana, tumekuwa naye, tumekula naye, tumwache hivyo. Akamwambia, na pia Ibrahimu alijua hao watu ni waajabu, kwa sababu si walimkuta kwake, lakini baadaye akaenda kuwasindikisha. Lakini katika kuwasindikisha wakiwa watu watatu, tunaambiwa wale wengine sijui kwa njia gani wakaambiwa waendelee, si ndio? Wakaambiwa nyie endageni. Bwana Mungu akazungumza na Ibrahimu akamweleza. Na pia ilikuwa hivyo Musa. Akasema huyu Musa mimi hata sizungumzi naye kwa ndoto na maono na vitu kama hivyo. Mimi nazungumza naye kama mtu na rafiki yake. Hivyo ndiyo kiwango Mungu angetaka, ya kwamba hutakuja kusema nimesikia kuna nabii huko wapi Kenole, sikaa sasa tumesikia kuna mkutano utakuwa mahali. Tunasema nani anakuja? Wacha twende. Wewe Mungu anaweza kuzungumza akwambia enda ukasikilize. Ukitoka si hivyo tu, unajua nimeambiwa na Mungu. Mungu anakuambia enda kwa huo mkutano, nina ujumbe wako, kuna kitu. Lakini hivyo hicho kiwango ndicho tunatafuta, ya kwamba Mungu anaweza katuambia chochote wakati wowote, anaweza kuzungumza na sisi, kwa sababu anajua tuko makini kusikia sauti yake, tuko makini kudumisha huo uhusiano. Kudumisha uhusiano ni juu yetu. Yeye ametoa kila kitu, ni sisi. Sasa kuna kitu katika 17 mpaka 21, kuna kitu kinaitwa ufahamu. Ufahamu. Utatusomea 17 na 8 na 9 mistari vitadhali. Tuone ufahamu gani tunapaswa kuwa nao.
9. Ndio. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini hizi ni za uovu. Sorry. Nirudia hapo. 17. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo abamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa saburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Ndio. Ati tuwe na ufahamu, kwa sababu hakuna tatizo kubwa kama mtu ambaye hana ufahamu. Tuseme nitoke hapa niseme naenda mji kama Mombasa na sifahamu Mombasa, nitakuwa na wakati mgumu sana. Labda nitakuwa nimeambiwa ukifika Mombasa mahali fulani uchukue gari za kwenda mahali fulani, uende mahali fulani uchukue gari. Sasa kila mara nitakuwa nikienda nikitafuta, si ndio? Habari, nakutana na wadana, habari mzee. Natafuta mahali magari ya kwenda Bombolulu yako. Inaambiwa magari, sasa utafanya hivi. Utachukua gari hapa uende ushukie. Si hiyo kunakuwa hivyo. Lakini basi sisi na Bwana Mungu angetaka na sisi tuwe na ufahamu wake, ya kwamba tujue mapenzi yake yalivyo. Ni nini anataka tufanye, ni nini ametupangia, ni nini ametuita, na ni kazi gani ametutegemea sisi. Ni kazi gani angetaka tuwe nayo. Sasa tunaambiwa basi tuwe na ufahamu, watu wanaoelewa mapenzi ya Bwana Mungu. Unajua kuna kuelewa na kuna kuambiwa, si ndio? Sasa ukiwa huelewi utahitaji kuambiwa, utatafuta mtu wa kukuambia. Ndio sababu ukisikia kuna nabii mahali unakimbia. Na labda nabii atakwambia, wewe si unaenda unamwambia tatizo lako. Mambo yangu yako hivi, mtoto wangu yuko hivi, hanisikii. Alafu anakwambia ngoja. Anakwambia huyo mtoto wako ameharibiwa na jirani wako. Jirani ambaye ni rafiki yako, ama jirani ambaye mlikosana. Si labda kuna mtu mlikosana, hamzungumziani. Sasa na wewe unachukua chuki. Mapenzi ya Mungu kama vile tulisoma ni ya kwamba tuwe na kiwango ya kwamba tunaweza tukazungumza na yeye, tunaweza kumwomba, naweza kuzungumza na sisi, atuonyeshe na atuongoze katika mapenzi yake. Na tukiwa katika mapenzi yake, basi tunakuwa ni watu tumetulia, ni watu hawasumbuki, sio watu wa kutafuta majibu huku na huko. Kwa sababu ukiambiwa kuna nabii mahali, kuna nabii, kuna mchungaji fulani ana kipawa cha unabii, yuko Keno, unajikuta huko Keno. Matatizo yasipokwisha, utasikia ukiongea, utasikia kuna mwingine yuko Kaharate. Wapi? Wewe unaenda wapi? Kaharate. Jumapili nilipokuwa nikija nikakutana na msichana mmoja jirani yangu. Nikamwambia, "Haya, kwani wewe ni kanisa?" Akasema, "Hapana, kanisa letu liko mbali." "Liko wapi?" "Liko Kaharate." Nikamuuliza, "Sasa wewe, kanisa ni wewe ujue. Ukichagua kanisa la Kaharate ni kwa sababu umejua uko na pesa ya kwenda huko, si ndio? Huwezi ukasema wakati una pesa uendi kanisa. Tafuta kanisa ambalo utakuwa ukienda karibu. Lakini watu umesikia wanajua ati mahubiri mazuri yako wapi? Kaharate, lakini una pesa ya kila Jumapili kwenda. Ndio tunaambiwa tusiwe nini? Wajinga. Tuwe tukijua.
Wambane Mungu hata kutuma kanisa liko huko Kafati na huna fare. Sasa kazi yako ni kuhangaika, kazi yako ni shida kwa sababu lazima unatafuta pesa ya kwenda huko. Mungu mapenzi yake ni ya kwamba zungumze na sisi. Na atazungumza na sisi mahali popote ambapo. Hata ukikuta kanisa si lile wewe unapenda. Sisi ni wa Pentekoste. Ukute kanisa lile liko hapo si wa Pentekoste. Mimi ni wa kiroho, siwezi nikaenda. Enda hapo. Hapo si wanasoma Biblia. Utasomewa na utajua mapenzi ya Mungu mahali ambapo ni karibu. Usikose. Alafu wanaambiwa basi, tukiwa hivyo ya kwamba tunaufahamu, kuna mambo ambayo hayatakuwa sehemu yetu. Kwanza tumeambiwa kwamba kutokulewa kwa divai, kunywa kupita kiasi. So walikuwa huko Wayahudi wanakunywa divai. Na hata si Wayahudi, hata watu wa mataifa sehemu hizo wanakunywa divai. Lakini unaambiwa si kupita kiasi. Lakini zaidi ya hiyo, sisi hata hiyo kunywa kidogo hatusemi mtu akunywe. Si kweli? Sisi tumeacha. Nakumbuka siku moja nikakutana na bwana mmoja, miaka mingi imepita. Nilikuwa huko na Mungu anazungumza na sisi kwa njia tofauti. Tulikuwa mahali huko, nimetumwa huko kwa watu wa umeme. Kulikuwa na sasa nilipokuwa huko, tukiwa katika mtu mmoja tukazungumza. Vile watu huzungumza kwa sababu si mko mmepanga foleni mnangoja mtu zamu yake. Sasa tukazungumza. Na tukaongea na tukakuta ni mtu ambaye ameokoka, nimeokoka. Na sijui vile ilikuja mambo ya pombe, akasema mimi pombe watu wengine wanasema wanakunywa, mimi siwezi nikakunywa pombe kwa sababu nimeona madhara yake. Sasa mimi kama Mkristo lazima niwe mfano mzuri. Kwa sababu wengine watasema si hata wadana anakunywa na ni mhubiri mzuri. Lakini wengine wakikunywa hawajui kiasi. Bali tunaambiwa kujazwa Roho Mtakatifu. Tuwe sisi ni roho ambaye anatutosheleza. Hiyo kiu ya pombe mtu usikia ati ndio asikie vizuri. Sisi ni Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu. Amen. Tunasikia vizuri bila kuhitaji kitu. Ati akili yangu ichangamke kidogo, hatuhitaji hiyo. Sisi Roho Mtakatifu anatuchangamsha kutosha. Amen. Amen. Jambo la pili, ati kusema sisi kwa zaburi. Kusema sisi kwa zaburi, nyimbo za sifa, nyimbo za rohoni, tukiimba na kufanya muziki moyoni mwetu kwa Bwana Mungu. Ya kwamba kama ni kuzungumza. Na ni ajabu wakati watu wa Mungu wanakutana, hata tukizungumza mambo ya uchumi, mambo ya Kenya, mambo yale yanaendelea huku na huko, tunazungumza kutokana na neno la Mungu. Ya kwamba hilo neno la Mungu ndilo ambalo linatuongoza, hilo neno la Mungu ndilo ambalo linatusaidia. Na ndio mwongozo wetu. Ni vizuri tujue hivyo. Kwa hivyo hata tukizungumza, tukikutana na wadani na tuanze kuongea, utakuta tunaongea vile Biblia inasema. Utasikia mtu akisema kama Zaburi vile, hivyo ndio mazungumzo yetu. Kwa sababu tukiwa tumezoea neno la Mungu na tunalizungumza sana, kama vile msikia kila wakati wa Shiko akiongea atasema mhubiri fulani, sijui Yeremia, sijui nani, hivyo Isaya, hiyo ndio lugha yetu. Lugha yetu iwe ni lugha ile inatokana na neno la Mungu. Hata tukizungumza mambo ya dunia na tukiangalia mambo ya dunia, tunaangalia kutokana na nuru ama mwangaza wa hili neno la Mungu ambalo tunasoma, kulingana na Biblia. Hata tukiongea mambo yetu tutasema, lakini Biblia inasema hivi.
na ikitosha hivyo basi tunakuwa na ufahamu na tunakuwa na maisha mazuri, maisha ambayo yanapendeza Mungu na yanasaidia matembezi yetu katika Mungu. Alafu na nyimbo za Mungu. Kama mimi nafurahi sana nikiziimba hizo nyimbo. Hata mimi hujikuta wakati mwingine hata nikiwa peke yangu wimbo fulani unaingia. Hata nikitembea kwa barabara naenda nikiimba huo wimbo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndiyo lugha yetu. Na ndiyo hayo ndiyo mambo yanapaswa kuwa yametujaa sisi. Mambo ya Mungu, kumpenda Mungu, kumpendeza Mungu. Amen. Ya tatu, ati daima kumshukuru Bwana Mungu Baba kwa mambo yote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa mambo yote. Sio mambo yote ambayo tunakutana nayo ni mazuri. Sitaenda mtu ukifikiri atakusaidia akose kukusaidia. Si hata mtu atakuja na akudanganye. Sasa mtu akija akudanganye, utaitikiaje hivi? Unashukuru Mungu, unasema asante Mungu. Nimeibiwa lakini wewe unajua mimi si mwizi. Kwa hivyo unajua wewe kama hutaka niibiwe ungefanya njia, si ndio? Lakini sasa nimeibiwa, kuna kitu, kuna kazi unafanya. Kwa sababu mtu akikuibia ama kudanganya, kuna urahisi uende ukasirike, si ndio? Na umwambie maneno makali. Ndio, unaweza kuambia maneno makali, lakini mwambie maneno ya makali, ukali wa Mungu, si ndio? Uwe usimtusi, mwambie wewe unafikiri wewe, na mwambie tu wewe uliniambia, lakini hiyo uliniambia sio sawa. Wewe uliniambia unaenda Sabasaba unarudi na mpaka leo hujaongea hiyo mambo. Kwa sababu utakuta mtu kama huyo baadaye atakuja kwako. Si wewe unajua vile yuko? Atakuja tena. Sasa utamkumbusha na mwambie vizuri. Kama ni mtu unadai deni, mwambie deni yangu namna gani. Wewe uliniambia. Lakini vile mimi naona maisha yako, kuna bwana mmoja ilibidi nimwambie, hata kama hiyo pesa yangu kila mwezi ulikuwa unatoa 1,000, uwezi ukaniambia ungepata 1,000, miaka 2 ama miaka 3 ingekuwa umelipa. Kwa sababu kuna watu wako hivyo. Lakini sisi tunashukuru Mungu. Nasema Mungu asante ya kwamba hata kama aliniibia bado ninakula, si ndio? Labda sijafanya yale nilikuwa napanga kufanya, lakini umeniweka. Na hiyo kwangu inatosha. Niko na afya, hata kama afya iko na changamoto, niko na wewe. Amen. Kwa sababu tukifanya hivyo basi, jambo la 4, kunyenyekeana sisi kwa sisi katika kicho cha Bwana Mungu. Ya kwamba sisi kwa sisi tuwe wanyenyekevu. Ukiongelesha huyo mtu usimuongeleshe kutokana na vile unafikiri wewe uko. Nimesikia watu wengine wakisema, huyo mtu mbona anatembea na watu na wao watu si wa nini yake? Si wa kiwango chake. Wataambiana nini? Sasa sisi tunaambiwa tuwe wanyenyekevu. Unyenyekevu ni muhimu sana. Si tunakumbuka Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, kitendo chake karibu cha mwisho ilikuwa nini? Si aliosha wanafunzi wake miguu. Akamwambia hivyo nimeona niwe mfano kwenu. Ninyi mwe mkioshana. Lakini leo utasikia mtu akisema mimi ni bishop. Mimi nikiwa bishop mambo yangu mheshimu ofisi. Wanadai heshima. Lakini kweli ni ya kwamba heshima hudai. Heshima unaifanyia kazi. Na unaifanyia kwa jinsi watu watakuheshimu kwa sababu wewe umeheshimu hiyo kazi yako. Basi tuwe wanyenyekevu. Usione mtu huyo hawezi akaniambia, sikiliza.
Kuna mtu atakuja kuambie, na labda amekuja ukiwa mnyenyekevu utamsikiliza, na labda atakuwa usaidia. Hata kama sikukusaidia, uone una nafasi ya kumsaidia, utakuwa na nafasi ya kumsaidia, kwa sababu utamweleza hapo unasema labda hivi hivi. Kwa hivyo tuwe wanyenyekevu. Unyenyekevu ndio ishara ya utumishi wetu. Yesu Kristo akasema hiyo, mkiwa wanyenyekevu mnafanana na mimi. Hebu tuwe wanyenyekevu. Nilisikia hadithi ya bwana moja katika kanisa, ati wakafanya mashindano Mchungaji akasema sasa ningetaka kutuza, kanisa lituze yule mshirika ambaye ni mnyenyekevu kupita wote. Sasa na nyinyi mtachagua. Si hata hapa, sisemi hapa, tukienda Rwanganga siku na watu wengi waambiwa wachague mtu mmoja wanajua mnyenyekevu. Siku na yule atapata kura kushinda wengine. Siku na wengine wewe washiko hutaandika jina lake, kwa sababu unajua huyu si mnyenyekevu. Sasa Bwana akaambiwa wewe ni wewe umepita, ni wewe uko na kura zote. Kwa hivyo akapewa kipini kitu ya kuweka hapa, inaandikwa huyu ndiye bingwa wa unyenyekevu. Sasa akaweka hapa kwa koti na ikakuwa ndio hivi. Lakini tatizo zikakuja lingine ambayo lilibuka, ya kwamba kutoka siku hiyo kipindi ikakuwa hapa saa yote. Ati hata akiongea na watu walikuwa anawaambia, unaona hii mimi ni mimi mtu ule mnyenyekevu. Huyo kweli alikuwa mnyenyekevu? Hapana. Basi unyenyekevu tuwe nao kutoka kwa moyo. Amen. Amen. Na baadaye tutaona unyenyekevu ni nini. Katika funzo tunaona mtu anaitwa Ayubu. Mlango wa 2 mstari wa 10 inasema hivi: lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, upate mema mkononi mwa Bwana Mungu, nasi tusipate? Basi yapate, nirudie. Je, tupate mema mkononi mwa Bwana Mungu, nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Nakumbuka Ayubu alikuwa na uchungu mwingi mpaka mke wake akakuja akamwambia, hata afadhali ufanye nini? Mkane Mungu, mlani Mungu kufe, uchungu uishe. Akamwambia hapana, katika Mungu kuna mema na mabaya yakija tunayapokea kwa sababu tuko katika dunia, na hayo mabaya hayatoki kwa Mungu, kwa sababu yeye alijua Mungu anafanya mema. Kweli Mungu anaweza akafanya mabaya? Hawezi, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwema. Kuna miungu ilikuwa inatajwa, ile ilikuwa kwa kina Ibrahimu na sehemu nyingi tofauti, ati Mungu anakasirika. Sasa akikasirika anafanya mabaya, anaua watu, analeta tauni, mambo kama hayo, ati ndio watu wamtolee dhabihu. Mungu wetu hayuko hivyo. Kwa sababu hata Biblia inatuambia Mungu afurahii dhabihu, yeye anafurahia moyo ambao umenyenyekea, moyo ambao umepondeka. Sasa hiyo ndio unyenyekevu ambao tunaona katika Ayubu. Ayubu akasema hata makija mabaya Mungu bado ni Mungu, na Mungu bado ni mwema, na Mungu bado yuko. Hata yote yakiisha Mungu yuko, habadilishwi na yale tunapitia. Kwa hivyo tukutana na mabaya, tukutana na mambo mazito, tujue hivyo. Katika Luka 6:45 inasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake
hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Nani hayo? Nani alisema hayo maneno? Ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ya kwamba mtu ukisikia kinena ni kile kiko kwa moyo. Kwa hiyo tufanye nini? Tuweke mambo mazuri na tuwaze mawazo mazuri katika mioyo yetu. Ya kwamba hata tukiitwa kujibu kitu ama kusema, tunasema mazuri kama vile Ayubu alisema. Sasa tunaenda jambo la pili. Kuna kitu kinaitwa unyenyekevu. Somo ni juu ya, tunaangalia katika ndoa ama katika ya maisha ya ndoa, lakini si ndoa hasa. Baadaye tunaona hiyo ndoa ikiwa kama mfano wa kanisa la Yesu Kristo na Yesu Kristo kama mume wa hilo kanisa. Basi tuone kwa ndoa, tuone kitu kinaitwa unyenyekevu. 22 mpaka 30. Tunasoma 22 mpaka 23. Hebu tusomee 22 mpaka 25. Kitu kinaitwa unyenyekevu uwe katika ndoa. na 22 mpaka 25. Watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni Mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Sasa unyenyekevu, tumeambiwa katika nyumba kuna mume na kuna mke, na inakuwa ni tatizo kubwa sana nyumba moja ikiwa na waume wawili ama wanawake wawili. Itakuwa tatizo, kwa sababu sivyo nyumba imeundwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunaambiwa tusiwe wajinga, tujue mapenzi ya Mungu, si ndio tumeambiwa kwanza? Ndio tunaambiwa ya kwamba wakati mwanamke anamtii mume wake ni kama vile anamtii Bwana Mungu. Utakuta mwanamke ambaye ameokoka kabisa, ana ushuhuda moto, hata ana kiti kanisani, hata ana cheo kanisani, lakini mume wake hana haja naye, hata hamsikii. Lakini kwa Mungu na kwa ushuhuda wake yuko juu kabisa, lakini mume wake hana wakati naye hafumfikiri. Sasa tunaambiwa hivi, wakati mwanamke anamtii mke wake, mwanamke anatii mume wake, anamtii Mungu, kwa sababu hivyo ni Mungu amesema. Tunaambiwa mume ni kichwa, na ni mfano ambao tunapewa wa kichwa. Sikiamua kutoka hapa Wadani unataka kwenda Keno, sitaambia mguu twende. Nini naambia mguu yende? Ni kichwa, si ndio? Uamuzi wote uko hapa juu. Na hivyo ndivyo inapaswa kuwa hata kwa kanisa, ya kwamba kanisa linafuata yale ambayo Bwana na Mwokozi Yesu Kristo aliacha, kwa sababu tunaambiwa hivyo ndivyo, huo utii ndio unapaswa kuwa nyumbani.
hivyo tunaambiwa akiwa kichwa, basi Kristo naye ni kichwa cha kanisa na pia mwokozi wa mwili. Kristo ni kichwa cha kanisa na pia ndiye mwokozi wa mwili. Ni ametuokoa. Ametuokoa na bado ni yeye kichwa chetu. Ni yeye tutatii. Tunaambiwa ni kama vile kanisa linavyomtii Kristo, inawapasa wake nao wawe kwa waume wao katika kila jambo. Ya kwamba katika kila jambo mwanamke awe anamtii mume wake. Ni jambo ngumu, lakini ndivyo Mungu amesema, na hivyo ndivyo Mungu amepanga iwe. Nimekutana na wanawake lakini ni waajabu, si ndio? Wadani. Wanawake si ni waajabu? Sana. Na wanaume pia ni waajabu, si ndio? Utakutana na mwanaume hata unashangaa. Lakini ndivyo wako Sasa lakini utii huko. Kuna wanaume nimesikia wengine waajabu. Kama nakumbuka mahali nilipokuwa nafanya kazi, mwanamke mmoja alifanya kazi, alifahamu bwana fulani. Akisema huyo acha huyo. Hati na tunafanya kazi pamoja. Huyo hata nyumbani kwake. Akienda nyumbani huyo ni mwanaume huwa amebeba nyama yake. Watoto wakule kile watakula sukuma ama githeri, lakini yeye apikiwe nini? Alafu akule peke yake. Si ni mwanaume wa ajabu huyo? Wako. Na wanawake pia wako. Lakini kama tutaishi vizuri nyumbani, tujue hilo ni jambo linapendeza Mungu. Kwani heshima, tuwe na heshima. Sikia, mwanamke vile anaongelesha mume wake, hata wewe unaona ni kama afadhali singekuwa hapa. Hata wewe unasikia uchungu. Unamuongelesha hivyo kwa nini? Nakumbuka siku moja nikasikia, tulikuwa mahali jika tulikuwa tunatembea, ama ni bwana walikuja kutembea kwetu. Katika mazungumzo, si unajua wazee mambo mengine wanachukua kwa urahisi na kusema kitu mbaya, ni vile tu mtu sema kitu si kweli, lakini wote tunajua ni kujipendekeza kwa njia fulani, ama anataka watu wacheke. Mume wake alimrukia, wewe umeokoka, wacha hiyo, ni uongo. Akamsomea. Nikaona sasa ya nini hiyo? Si ungemwambia? Na wote sisi tulielewa ni mchezo, si watu wanasema hivi, wanazungumza maneno si ya kweli kufurahisha. Na watu wakifu unaitwa utani, wanafanya utani. Sasa tunaambiwa tena ya kwamba waume nao wanapaswa kuwapenda wake zao kama Kristo Yesu alivyolipenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Wanaume pia wana kazi. Mwanamke mheshimu mume wake, na mwanaume naye ampende mke wake. Na kupenda tu si kusema na kuambia mtu unajua nakupenda. Hiyo si ni mdomo unasema. Mdomo ndio unapenda. Si ni moyo. Kuna wakati nilitoa mfano, kuna mahali tulikuwa tumeenda kutembea. Sasa huyu si tumekaa kwa gari. Kila kitu unasikia huyu mtu mwanaume ni kuambi mke wake kwa uzuri. We, nini we? Yaani sasa ikafika mahali, si wanawake unajua mkienda safari mahali, wanawake hizo watataka kujua ni nini watabeba, si ndio? Sasa tukaenda mahali kuna hizi zinaitwa Ukambani, kuna kitu kinaitwa nzoo, si unajua nzoo. Sasa mwanamke mmoja akasikia, hapa kuna, akauliza, si sasa ni safari tunataka kurudi. Wakaenda. Sasa walipoenda, si wameenda kununua hiyo nzoo. Huyo mwanaume anakasirika. Sasa hao wametuketisha. Hadi anampigia simu.
na hayuko mbali, yuko kama hapa na labda hapa karibu Sasa nyinyi we ni nini? Ama tu ni ile mshenee yenyu inaendelea? Nikashindwa. Unajua vile nilisema sitaki unajua hivyo ndivyo na ameokoka, ndio sababu nikamwambia mimi nikasema mimi naogopa wanawake sana. Kwa nini? Kwa sababu mimi siwaogopi. Ndio yeye anajua vile uongelesha mke wake. Nikamwambia maandiko yanasema ya kwamba hata maombi yetu yatafungwa kwa sababu ya vile tunatendea wake zetu. Mungu hapendezwi. Kwa hivyo mimi siwezi nikataka mahali mimi maombi yangu yatafungwa kwa sababu mimi nimekosa kumheshimu mwanamke. Kwa hivyo na kumpa heshima zake. Na si mbeleni tunaambiwa sisi tuwe tukifanya nini? Tukiwanyenyekevu, tunanyenyekeana. Na ukinyenyekea si kusema ati ya kwamba kuna kitu umepoteza. Sasa wakati na mfano mzuri ni ule nimesema Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Aliposhuka akaanza kuosha watu miguu. Ilimpunguza kuwa Mwokozi ama ilimpunguza kuwa Yesu? Lakini watu wengine wanasema hapana, mimi niko hivi, mimi mambo yangu, mimi si wakuu. Hapana, tunyenyekeane na tuheshimiane. Hiyo inaonyesha tunatembea na Mungu. Kwa sababu Mungu ameitisha hivyo watu waheshimiane, wawe wanyenyekevu. Hata tukaambiwa wale wanyenyekevu ndio wana ishara kamili mzuri. Wale wanapendana na wanyenyekevu wana ishara mzuri ya kwamba hawa ni wanafunzi wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Funzo tunaona katika Mwanzo 2:18. Tunaona inasema Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Si vema. Mungu ameangalia akaona huyu mtu nimemuumba vizuri, lakini kuna upungufu fulani, naweza nikamboresha. Nimtafutie mtu ambaye atamsaidia. Na tumeambiwa wa kufanana naye. Mwanamke tu ni yeye msaidizi anafanana na mwanaume. Na ni kweli, kwa sababu ukitaka mtu akusaidia usiku na wakora, unatafuta mtumishi, si ndio? Unaweza ukaandika mtu ama hata unaweza ukaweka umbwa. Si watu wanaweka umbwa? Na ukiweka umbwa, unajua kwangu kumelindwa, huko kwangu nikitoka hakuna mtu ataingia. Si anakusaidia umbwa? Ukitaka kitu fulani, kila kitu, kuna vitu fulani vya kusaidia mwanadamu maisha. Wanyama wote waliumbwa. Si hata kuna punda wale wanatusaidia mizigo. Lakini mwanamke peke yake ndiye akasemekana msaidizi ambaye anafanana na punda. Kwa hivyo anafanana lakini awe msaidizi. Basi akiwa msaidizi ajue ni Mungu ameamua hivyo, na asaidie mume wake awezavyo, akijua akimsaidia mume wake anafanya kazi ya Mungu. Mathayo 2:14 inasema, akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Nani alifanya hivyo? Akaondoka akamchukua mtoto wake, akachukua mtoto na mama yake usiku, akaenda Misri. Mathayo 2:4. Nani alifanya hivyo? Yusufu. Unaona ya kwamba Yusufu alikuwa na kazi yake, na na Mungu alipozungumza mambo ya kwenda Misri, mama ya mtoto si unajua ni Mariamu. Lakini Jangi please. Acha hiyo tabia tafadhali kanisani. Sasa tuliona si mama alipoambiwa mambo ya mtoto
Si malaika alienda kwa mama akamwambia Mariamu. Lakini alipoolewa na akakuwa sasa yuko chini ya Yusufu, Mungu akizungumza alizungumza na Yusufu. Hakuambia Mariamu ationdokeni mwende, Mariamu ende ambie Yusufu. Aliambia Yusufu kuna hatari kwa huyu mtoto, na kukiwa hatari kwa huyu mtoto ni vizuri muondoke. Na Yusufu akaambia Mariamu kuna hatari, twende. Na wakaenda. Yesu Kristo akaokoka kutokana na yale maovu yalikuwa yamepangwa na Herode. Kwa hivyo mume ni yeye anaamua, na ni yeye ametegemewa kuongoza. Na sitatoka hapo bila kusema, lakini wakati mwingine unakuta mwanamke anaongoza kwa sababu mume amekosa njia kabisa, amekuwa hana msaada kabisa. Lakini tufanye mambo yote katika kama watu werevu, watu wana hekima, si kama watu wajinga. Jambo la pili hapo, kuna kitu kinaitwa lengo. Mlango wa 26 mpaka 30. Na inasema hivi: Kristo Yesu alilenga kulitakasa na kulisafisha kanisa kwa maji ya neno. Kwa neno lake akazungumza. Yesu Kristo bila isipokuwa neno, kuna kazi nyingine alifanya ya kutafuta mahali ajenge kanisa? Hapana. Yeye alijenga kanisa, na kanisa ni watu ambao wanamwamini, na aliwajenga kwa kuwatakasa ama kuwachagua na kuwateua kwa neno lake lile aliwapatia. Na tunaambiwa halafu katika hivyo akamwasilisha kwake mwenyewe kanisa tukufu. Yaani yeye alisafisha kanisa kwa neno, kwa mahubiri yake, kwa mafundisho yake, alikuwa anaandaa kanisa. Si aliambia Petro, mimi nitajenga kanisa langu. Nitajenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitasimama kinyume kanisa. Kanisa litashinda milango ya kuzimu. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Akawasilisha kanisa, baadaye akalileta kwake. Na akilileta kwake lilikuwa kanisa tukufu, lisilo na doa wala kunyanzi wala kitu chochote kama hicho. Kanisa safi. Hilo ndio lengo la Yesu Kristo kuja duniani, ni kutengeneza kanisa. Na kanisa ni watu ambao watamwamini, watu ambao watafanana na yeye, watapokea mafundisho yake na kuishi sawasawa na hayo mafundisho. Basi ni kanisa takatifu lisilo na mawaa, halina madoa, halina uchafu wote, halijachangamana na dunia. Waume basi wanapaswa kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ni waume tena wanaambiwa wapende wake zao vile mtu amejipenda, hata mke wake ampende hivyo. Kwa sababu hapa tunaambiwa kwamba ampendaye mkewe anajipenda mwenyewe. Ati mwanaume ambaye anapenda mke wake anajipenda mwenyewe. Na hakuna mtu amewahi kuchukia mwili wake. Mwahi kuta mtu ambaye amechukia mwili wake? Anachukua kisu anajikata. Anajichoma mkono, anasema wewe mkono mjinga sana huyu. Lakini tutakuta wengine wanafanya hivyo, si ndio? Na ukiona mtu anafanya hivyo mara moja, utaita polisi kama ana kisu, si ndio? Kwa sababu unajua akili yake sio sawa. Lakini mtu wa kawaida, huwezi ukakuta mtu anaenda akijipiga teke, akijikanyaga. Watasema huyu mtu hapana, huyu mtu ana kasoro. Kwa hivyo mwanaume ambaye anamtendea vibaya mke wake, anamuongelesha vibaya mke wake, anamwaibisha mke wake mbele ya watu, huyo mwanamke
huyo mwanaume kichwa yake si mzuri, kuna ujinga fulani inamsumbua, kwa sababu huyo tumeambiwa mtu akipenda mke wake ampende vile anajipenda, ya kwamba nikiwa na mke namtendea vile tu mimi ningependa kutendewa. Si akikwambia kitu ni vita. Nyinyi tu mnafikiri pesa. Siku na wanaume wanasema hivi. Mnafikiri tu pesa. Tunaenda huko nje tunaokota. Mwambie hapana. Simeambiwa ni mtu msaidizi ambaye amefanana na mwanaume, si ndio? Kaa na yeye chini, fanya hesabu. Unajua mimi mshahara yangu huwa hivi. Si ndio? Tunafanya. Sasa ukiniambia hivi, hiyo hatuwezi. Labda tungoje miezi 2-3 tufanye hivi. Niambie hapa tutapunguza wapi? Mwanamke atashindwa kufanya? Hatashindwa. Sasa hivyo ndivyo tunapaswa. Kwa sababu tunaambiwa kwamba mtu huulisha na kuutunza ati mwili wake. Kama mimi asubuhi nilipoamka, mwili wangu hata kabla kuniambia niliulisha, niliusafisha vizuri, na kuja kanisani nikaulisha vizuri, kwa sababu najua huu mwili ni wangu, si ndio? Kama Bwana Mungu anavyofanya kanisa, vile mtu ujilini hivyo Mungu naye anafanya kanisa. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba kama kanisa sisi tu viungo vya mwili wake wote, ya kwamba sote ni viungo vya mwili wake. Kwa hivyo mimi nisifikiri kama nina mke, huyu mke wangu hapana, yuko kando, hapana. Sisi wote ni sisi tunafanya kanisa, na katika kanisa sisi wote tupendane na tufanyiane mema. Tusikue ni sisi ambao tutaenda kuzungumza mambo ya wengine, tutaenda kuwakashifu huyu anafanya, nilienda huko kwake nikakuta huko sijui anaishi aje, wako hivi huko hivyo. Sikaa vile washiko umetuambia, mtu anakuja anasema tuko rafiki yake anakula vyakula havina mafuta, si ndio? Lakini akija kwake akaambiwa hapana, huyo mtu ongea na yeye, si ni rafiki yako, mwambie wewe mbona na atakwambia kwa nini, si ni rafiki, na unamwambia kwa upendo. Tusiwe watu wa kwenda kusema unajua Dana akiwa huko yeye akiongea kama vile watu walienda kwa Dana akasikia mtu anasema juu ya ndugu anaitwa James Njoki, si mnamfahamu? Hati huyu anatuambia saa yote twende, mimi sitaenda. Hata unakasirika kwa nini? Si unyamaze. Si una sababu zako za sasa unakasirika kwa nini? Ukiona mtu amekasirika ni kwa sababu anajua anakosea. Funzo hapo Mwanzo 29:20. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu, kwa vile alivyompenda. Sinakumbuka habari za Lea na Raheli na Yakobo. Yakobo aliangalia Lea, Raheli akampenda, si ndio? Lakini katika siku ya harusi akapewa Lea, akaambiwa kama unataka huyu nimfanyie miaka ingine sawa. Akasema sawa. Na tunaambiwa wewe fikiri umefanya tayari miaka 7, unaambiwa ongeze 7. Juzi washiko nilikuwa natembea kwa siku hiyo, nilikuwa nakuja Sabasaba ilikuwa Friday. Nikasikia wazee wanatembea, mzee anaeleza huyu mambo, anapeana story wako mbele. Ati huyo alienda akapewa mwanamke tofauti, sijui kama aliambiwa afanye miaka ingine 7. Nikamwambia nikamwambia si tunapitana. Huyo ni Yakobo aliambiwa afanye miaka ingine 7, na hata baada ya miaka 7 hakupewa. Alipopewa mke akaambiwa afanyie ingine mali, si ndio ilikuwa hivyo? Sasa tumepitana. Kwa hivyo
tunaambiwa yeye ati hiyo miaka ingine 7 aliona ni kama siku. Wewe fikiri miaka 7. Dave, miaka 7 ulikuwa na wapi? Ulikuwa na mke? Miaka 7 imepita? Hapana. Na mtoto? Hapana. Basi. Sasa fikiri hiyo miaka 7. Amefanya akaambiwa hapana. Fanya ingine 7. Lakini kwa sababu alimpenda huyu Raheli sana, ati aliona ni kama siku chache. Basi hebu katika kuhudumiana kanisani tuone ni kama, hata kama kitu kimechukua muda mrefu, tuone ni kama siku chache. Kumtumikia Mungu tuone hiyo ni siku chache, kwa sababu baadaye tutafika huko sisi uimba. Amen. Amen. Mathayo 6:10, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Mioyo yetu itakuwa mahali hazina yetu iko. Tuseme niko hapa na nina utajiri mwingi hata nikiwa kanisani nitakuwa naangalia simu, si ndio? Labda ile gari ile nini, ile mafuta ilikuwa inatoka sijui wapi, ilikuwa inaenda, gari imefika. Ile nini, si ndio hivyo Ndio tunaambiwa basi, hebu basi hazina yetu iwe katika Mungu, ya kwamba sisi tunajua, kama vile Ayubu alisema, najua ati hata ya dunia yote, mambo yote yakiisha, yeye atakuwa amesimama, huyu ambaye niye mkombozi wangu, kwa hivyo mimi niko sawa. Hata wakati mmoja akasema, hata mimi akiniua yeye Mungu, hata akiniua bado mimi nitamtumikia. Ya tatu tukimaliza, kuna kitu tunaambiwa kuacha. 31 mpaka 33. Kuacha. Sisi kutoka tulikuwa kwanza tumeketi na Mungu, na sasa tumekuwa tukionyeshwa jinsi ya kutembea na kiwango chetu cha kutembea, matembezi yetu. Hebu tuone 31 mpaka 33. Kuacha. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atabatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi na hao wawili watakuwa Siri hiyo ni kubwa, ila mimi na nena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Kuacha ya kwamba, na hii ni kitu ilianza zamani sana, Mwanzo 2:25 ni maneno yatasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hivyo ndivyo Mungu alipanga, na tunaambiwa basi hiyo ni siri kubwa. Si nyinyi wanawake mmeolewa, mnajua vile mlitoa kwenu. Wengine hata labda mlikuwa mmekatazwa mkasema hapana. Sinakuwa hivyo. Mwanaume anakatazwa anasema hapana, huyo tu ni etawa. Nakumbuka bwana mmoja, tulikuwa vijana, alikuwa kijana mdogo kwangu, akampenda msichana ambaye alikuwa wa kabila tofauti. Wazazi wakakataa kabisa Na nakumbuka ikakuwa hata harusi, wakasema hakuna harusi. Lakini sheria ya harusi si mzazi anaamua. Si tunajua hivyo.
Sasa tukasema ili kusikiwe na tatizo kanisani, nilikuwa mzee wa kanisa, mchungaji akatuita, tukasema hebu tuzungumze na nani? Na hawa wazazi. Na wazazi ni wa kanisa. Akakuja. Akasema hata wewe. Wanaanza kuniuliza wewe umeoa mwanamke kabila gani? Mimi. Sasa si mimi nimeoa mwanamke wa kabila yangu. Lakini sikusema, hataki kusikia, wamekataa. Lakini vijana wakasema sisi tutafanya nini? Tutaoana. Na wakaoana. Na baadaye wazazi wakakubali kweli walikuwa wamekosea. Sasa ndio hapa Mtume Paulo anasema hii ni siri kubwa. Lakini anasema ninapozungumza sio tu mambo ya mke na mume ile wanaoana. Hapana. Naongea kuhusu Kristo na kanisa. Ya kwamba hivyo ndivyo Mungu akiangalia kanisa na hata akitengeneza kanisa alitaka hiyo hivyo. Ya kwamba siku ya mwisho itakuwa Yesu Kristo na kanisa lake kama mtu na mke wake. Na ndio tunaambiwa basi, ikiwa hivyo, kila mume anapaswa ampende mke wake kama nafsi yake. Alafu hapa tunaambiwa mke anapaswa ahakikishe kwamba anamheshimu mume wake. Mwanamke afanye nini? Amheshimu. Naye huyu ampende. Na sisi katika maisha yetu, je, katika Kristo akiwa ndiye mume wa kanisa na sisi ni kanisa, tunamheshimu? Yeye kutupenda tayari ameonyesha upendo. Si alitangaza upendo wake? Yohana 3:16. Maana hii jinsi hii Mungu akaupenda. Kwa hivyo Yesu Kristo akakuja akatolewa dhabihu kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo upendo wa Yesu Kristo kwa kanisa lake tayari umedhibitika. Sasa kazi iko upande wetu. Hebu tuwe hao watu ambao tutamheshimu Mungu. Ya kwamba katika mambo yote tutasahau matatizo yetu ya kibinafsi. Nakumbuka nilipokuwa kazini kuna bwana mmoja alikuwa anatuzungumzia akatuambia, tunapofikiri mambo ya kazi, nisifikiri mimi kazi yangu. Nifikiri, je, yale tunafanya inasaidia hii kazi yetu ama hii biashara na imetuandika ikue. Na kama inasaidia, tunakuwa hiyo ndio tunafuata. Kwa hivyo hebu tujitoe katika hali yetu, maisha yetu, matatizo yale tunapitia, tufanye kile ambacho kinampendeza Mungu. Kwa sababu mwisho kabisa, kama vile Ayubu alituambia, Mungu mwenyewe atabaki. Na je, nitakaposimama mbele ya Mungu, nitasimama nikiwa namna gani? Kiwango gani? Si mimi nina miaka yangu mingi. Nisimame kwa Mungu, lakini nisimame kama huyu mtoto. Ati nikienda mbele ya Mungu, nisimame kama huyo rafiki yangu. Kila saa namwambia, acha. Kwa sababu nimekata kuwa kiwango kile kinafaa. Mungu anataka tusimame, ndio siku ambayo tutamaliza kazi, tukienda mbele yake atafurahishwa. Yesu Kristo atafurahishwa kutukaribisha. Si ndio tunaimba ya kwamba tutakaribishwa huko? Na shangwe kuu, si ndio? Ati malaika na Yesu Kristo watakuwa wamepanga mistari, watu karibisha. Kwa sababu Yesu alitakuwa anakaribisha mpendo wake. Na mpendo wake ni yule anamheshimu. Na yeye upande wake ametupenda. Na nafikiri mwanamke yoyote akijua kwamba mume wake amempenda, atamheshimu. Kwa hiyo ujue huo ni mfano ambao tumeambiwa. Kristo akiangalia mume na mke, anajiona yeye na kanisa. Na angetaka heshima kwetu iwe ya juu. Kiwango cha sisi kumheshimu Mungu ni cha juu sana. Juzi tukakumbushwa maisha ya Yusufu.
Ati Yusufu yeye alipojaribiwa alisema hapana, mimi